Timu ya Ava TV tulikuwa mashuhuda pale kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere wakati klabu ya Yanga ikirejea kutokea Algeria, ambapo walikwenda kucheza mchezo wa ligi ya mabingwa dhidi ya JS Kabylie na kumaliza mechi hiyo kwa suluhu ya bila kufungana. Sasa wakati klabu ya Yanga inarejea pale, tulipata nafasi ya kushuhudia namna ambavyo kipa wa klabu hiyo Djigui Diarra akiweza kukabidhiwa pesa zake zaidi ya milioni 2 ambazo wanachama lakini pia mashabiki wa klabu ya Yanga waliweza kuzichanga ili kuweza kumpongeza na kumpa motisha kile ambacho walikifanya kwenye mechi dhidi ya JS Kabylie, na yeye mwenyewe pia kutoa neno la shukrani baada ya kuzipokea pesa hizo, na kushuhudia pia namna ambavyo nyota wengine wakiwasili. Kocha alizungumza namna ambavyo analiona kundi, namna ambavyo linakwenda. Lakini sasa kingine pia tulishuhudia meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga baada ya kuwasili, kile ambacho alikizungumza. Alivizungumza vitu vingi kweli kweli, na miongoni mwa vitu hivyo ni kusema kwamba Simba atakwenda kuruhusu goli kabla hata ya kipindi cha pili, na ikaenda kutokea kweli kwamba wakati wa mchezo kipindi cha kwanza waliweza kuruhusu idadi ya magoli mawili ndani ya dakika 45 za kipindi cha kwanza. Na clip hii imesambaa sana kwenye mitandao ya kijamii, kila mmoja akiweza kuwazia pengine Alikamwe waliona nini, labda mwanzoni watu walijua ni utani tu na mwisho wa siku ilikuja kuwa kweli. Sasa hiyo itatupa nafasi pia tujikumbushe kile ambacho Alikamwe aliweza kukizungumza kuhusiana na klabu ya Simba kupoteza ndani ya dakika 45 za kipindi cha kwanza dhidi ya Stade Malien. Jambo ninaweka nalo leo ndugu zanguni, leo nitafurahi. Yaani ninaweka 100%. Nasemaje leo yani hii clip kateni ninaweka asili ikifika adhana ya insha. Yaani kabla ya kipindi cha pili adhana ya insha mimi nishafurahi. Kwa sababu ndugu zetu wanatafuta goli na mtu akufunga goli ndio amesema Dar es Salaam. Yaani kuna clip msichana anaongea kwamba huyu toka amehusishwa na Yanga hatumuelewi. Niliwaambia mapema watu hawa Kalagabawa hawaelewi. Unajua hawa sasa hivi wapo kama nazi, macho matatu hayaoni. Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema we Eliza, kiko wapi sasa? Walinijia jina mapanga, we Eliza tu wewe. Nikasema haya niepushe malumbano, kaa kimya. Sasa hivi mchukueni, hatumtaki. Hatumtaki. Kaeni naye sasa. Si mnyang'ania, bakini naye sasa. Na baada ya kushuhudia hivyo mwanamichezo, unaweza kukubaliana na mimi kile ambacho amekizungumza Alikamwe kuhusiana na matokeo ya klabu ya Simba, na baada ya hapo ilifanyika dua na nini ya kuiombea Malien iweze kupata ushindi, kwa sababu kipa wao Djigui Diarra anatokea Mali, hivyo Yanga wanaungana na wa Mali katika mchezo huo dhidi ya Simba ili waweze kupata matokeo, na ikaenda kutokea hivyo. Sasa ukijaribu kupita kwenye ukurasa rasmi wa meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga, Alikamwe aliweza kuandika na kuweka ile picha ambayo imekuwa ni maarufu sana hivi sasa, picha ambayo anaonekana ni kama akitabasamu hivi ama akiwa na shauku ya jambo fulani. Alikamwe aliweza kusema kama nilivyokuambia, kwa maana kwamba ananukuu hii taarifa kwamba kuna mtu ndiye ambaye alimpenyezea. Anasema, kaka, kama nilivyokuambia na imekuwa, timu yetu inateketea. Mechi hii iliuzwa leo saa 4 asubuhi. Viongozi wa bodi ambao hawamtaki mwenyekiti wa wanachama leo walipanga mipango na wachezaji waliowasajili wao kuwa wahakikishe tunafungwa, halafu wanapata bonasi yao kama kawaida. Si unaona mwenyewe magoli wanayokosa mastrika wetu? Tutaongea mengi asubuhi kaka, nina hasira sana na yanayoendelea hapa. Mwisho wa kunukuu. Alafu Alikamwe akimaliza anasema jasusi leo kaumia sana maskini, alafu akiwa amemaliza comment caption yake kwa namna hiyo. Na baada ya hapo aliweza kuweka video ikimuonyesha mchezaji wa klabu ya Simba Joshua Mutale Budo akiwa anacheza, na miongoni mwa video ambayo imesambaa sana kutokana na style ambayo ameitumia Joshua Mutale Budo
kuicheza, alafu Alikamwe akisindikiza na caption inayosema DJ shikilia. Na hayo ndiyo ya moto ama za moto ambazo zimeendelea kujiri kwenye mitandao ya kijamii kwenye hatua hiyo ya makundi. Klabu ya Yanga ikipata alama 4 kwenye mechi 2 ambazo wamecheza, kushinda mechi 1 na kutoa suluhu katika mchezo mmoja, lakini pia Simba wakipoteza kwenye mechi zote 2 ambazo wamecheza. Sasa hapo una nafasi ya kutuambia mwanamichezo ambao unatufuatilia kupitia Ava TV. Je, unaziona nafasi kwa timu za Tanzania haswa hawa ambao wapo kwenye ligi ya mabingwa kwa maana ya Simba na Yanga wote kwa pamoja kutinga hatua ya robo finali kwenye ligi ya mabingwa? Weka maoni yako hapo na tutakuja kupita nao kwa wakati mwingine. Hii ni Ava TV. Mimi ni Latifa Anafi, nyuma ya kamera ni Oliver Trent. Hakikisha una subscribe ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu.